Shalom, shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha sana katika wasaa wa kujifunza neno la Mungu. Karibu sana. Kwa majina naitwa Veronica Holela. Mungu ni mwema sana. Na leo tunaenda kujifunza somo nyingine zuri sana. Ambalo nimelipa title saa ya kuchukua baraka ya Ibrahim. Saa ya kuchukua baraka ya nani? Ya Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, ikiwa wewe umejiunga kwenye channel hii, basi jiungamanishe imani yako ya kwamba leo ndio siku yangu ya kwenda kuchukua baraka ya Ibrahim. Ungamanisha imani yako na kusema leo ninaenda kutoka. Leo ninaondoka katika kila kifungo cha laana, kila kifungo cha umasikini, na ninaenda kuchukua baraka ya Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Na kuchukua baraka ya Ibrahim au kuchukua chochote au kufanya chochote ambacho kinatoka katika ufalme wa Mungu, ni lazima ujifunze neno lake na ujue ni namna gani ya kukichukua. Kwa sababu unaweza nikakwambia kwamba chukua kitu fulani kwa imani, haya na kutupia gari kwa imani, lakini kabla hujajifunza hata hiyo imani maana yake nini, huwezi kupokea. Ndio maana watu wanasema kwamba msikubali kuambiwa tu pokea hiki, kwa sababu unatakiwa kwanza kujifunza neno la Mungu. Kwa sababu hata utakapokipata kile kitu kinaweza kisikae. Ukachukua, labda ukawa na imani, lakini kuchukua sasa na kukiweka, kukaa nacho kikawa ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu wawili wananiangalia. Sijui ni nani kati ya nyinyi wote mnaoniangalia, lakini kuna watu wawili Mungu anaenda kuwapa baraka ya Ibrahim. Mungu anaenda kuwaondoa, ukishalisikia neno hili mpaka mwisho na kulielewa, Mungu anaenda kukutoa na Mungu anaenda kukuinua na Mungu anaenda kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati mwingine watu wakisikia kwa habari ya injili ya kubarikiwa, wanaona kama hii kubarikiwa ni kwa ajili ya mataifa. Kubarikiwa sio kwa ajili ya mataifa. Kubarikiwa ni kwa ajili ya watoto wa Mungu. Kwa sababu wewe ni mwana wa ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mwana wa ahadi. Kwa hiyo kama wewe ni mwana wa ahadi, unatakiwa kubarikiwa na kupata hizi baraka za Ibrahim. Na baraka hizi lazima uzipate kwa formula ya kimungu. Uende sawasawa na Mungu anavyoongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele zako saa hii na wakati huu, ninakusihi kwa rehema zako Mungu unisaidie niweze kufundisha neno lako kwa usahihi katika jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu mahali hapa. Ninaificha nafsi yangu ndani ya damu ya Yesu, ninajificha ndani ya damu ya Yesu saa hii. Ninaficha, nafunika kila nilicho nacho kwa damu ya Yesu Kristo. Ninamfunika huyu mtu anayenisikiliza kwa damu ya Yesu, macho yake na masikio yake nafunika kwa damu ya Yesu, akapate kulisikia na kulielewa neno kwa usahihi katika jina la Yesu Kristo. Hebu sema, Bwana Yesu, ninaomba nisaidie nikapate kulielewa hili neno kwa usahihi na kwa ufasaha, na hili neno likanibadilishe, nisiondoke kama nilivyokuja katika kusikiliza hili neno, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, amen. Mungu akubariki sana wewe ambaye umejiunga kwa mara ya kwanza. Kwa kutoa sadaka yako, basi unaweza ukatoa sadaka katika hizo namba hapo chini ambazo nimezitoa, au unaweza kuweka moja kwa moja katika account ambayo nimeiweka hapo kwa ajili ya kuisupport kazi ya Mungu, lakini kwa ajili ya kile ambacho Mungu amesema na wewe kutoa kwa moyo wa kupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo twende tukaangalie kuhusiana na kuchukua baraka za Ibrahim. Ibrahimu mnamjua? Ibrahim ni baba wa imani ambaye tuko tunamsoma kwenye Biblia. Hebu tuangalie kwenye kile kitabu cha Mwanzo 12. Mwanzo 12. Mtasoma mlango wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 3. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamwambia Abraham. Alimwambia nani? Abraham. Hapo tumesema baraka za Ibrahim, lakini huyu baraka za Ibrahim ambaye ni Abraham, labda ningesema kuanzia baraka za Abraham Ibrahim. Kwa hiyo Mungu alianza kumbariki Ibrahim toka akiwa anaitwa Abraham. Bwana Yesu asifiwe.
Tutaenda huko mbele tutaelewa zaidi. Anasema kwamba kitu cha kwanza Mungu anamwambia Abraham toka. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia toka. Kwa hiyo Mungu alitangaza nia ya kumbariki Abraham. Lakini kitu cha kwanza alimwambia aondoke. Kwa nini? Inamaanisha alimbadilishia mazingira. Alimbadilishia mazingira. Kuna mazingira ambayo unaweza ukawepo. Hayo mazingira ambayo upo yakakufanya wewe usibarikiwe. Kwa hiyo Mungu anakutoa kwa sababu hicho unachokifanya hakitachanua kwenye hayo mazingira. Hiyo kazi yake ambayo unatakiwa kuifanya kama ni kazi ya Mungu haiwezi kuchanua kwenye hiyo mazingira. Kwa Mungu anapotaka kukupandisha viwango anakutoa. Na Mungu huwa anakutoa, anaweza akakutoa kwa namna nzuri, lakini anaweza akakutoa kwa namna ambayo sio, yani sijui nisemeje. Anaweza akaitoa adui akafikiri anashinda, lakini Mungu anaitumia hiyo njia. Yani Mungu anaweza akaruhusu jambo litokee kwenye maisha yako, ukatoka hapo ulipo, lakini kutoka kwako ikawa sio laana bali ni baraka. Labda nielezee mfano. Mfano unafanya kazi kwenye taasisi fulani au unafanya kazi kwenye ofisi fulani. Alafu baada ya muda wewe ni mtu unayemcha Mungu, unafanya mwaminifu kazini, unafanya kazi zako. Hakuna yani hata wakisema unataka kutoa kwa sababu gani pengine hawana. Lakini unashangaa tu umeondolewa kazini. Aidha mkataba umeisha au sijui kimetokea kitu gani, lakini kazi ukaambiwa hauna. Wewe utalalamika. Moyoni utaumia. Kwa nini wamenifanyia hivi? Katika kufanya kazi kote kule mimi nilikuwa ninafanya kazi usiku na mchana. Na wafanyia kazi zao. Wakati mwingine bosi anakuwa likizo, mimi ninafanya kazi zake. Yani yote haya niliyoyafanya hawakuyaona. Yote hayo ulikuwa unayafanya Mungu ndo alikuwa anayaona. Ila alikuwa anatafuta nafasi ya namna gani utatoka hapo akupeleke kwenye Kanaani yako. Kwa hiyo anasababisha kitu kinatokea, kile kinachotokea sio kizuri. Lakini unapotoka pale unakoelekea kule unakoelekea, basi kinakuwa kitu kizuri. Anakutoa pale anakupeleka kwenye viwango vingine. Aidha anakutoa anakupeleka kwenda kujiajiri au anakutoa anaenda kukupeleka kwenye kazi nyingine. Unaweza ukakaa nyumbani mwezi mmoja, miwili, mitatu, ukashangaa imetoka fursa nyingine ukapata kazi. Mungu anaweza akakuhamisha sehemu ulipo. Pengine ni eneo unaloabudu. Pengine wewe ni mtumishi wa Mungu, umeambia Mungu nipandishe katika viwango vingine. Mungu ninataka nifanye huduma. Pengine hapo unapofanya huduma, Mungu aliona si sehemu sahihi ya wewe kukaa. Na aliona kabisa wewe ni mtumishi wake, genuine ndani, lakini kwenye huduma uliopo sio sehemu sahihi. Kwa hiyo atakachokifanya kinasababishwa kitu fulani. Kinasababishwa kitu fulani, unajikuta linatokea jambo fulani linaweza likakuumiza kwa kweli. Lakini mwisho wa siku linakupeleka kwenye Kanaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu cha kwanza Mungu anakubadilisha mazingira. Anakutoa katika yale mazingira. Kwa sababu mazingira yanachukua nafasi kubwa sana kupata kile unachokihitaji. Kuna wakati mazingira ndio yanaweza kukuzuia kupata kile unachokihitaji. Yaani ile baraka yako inaweza ikawa inazuiwa na mazingira uliopo. Ile baraka unayohitaji. Kuna maeneo ambayo ukiishi huwezi kupata kile unachokitaka, unachotakiwa kupata. Kuna maeneo ukiishi ndio utapata kile unachotakiwa kupata. Kuna mikoa ukiishi huwezi kupata kile unachokitaka. Kuna ile mikoa ya jumla ya baraka. Yaani mfano mtu anasema natoka naenda kufanya biashara wilaya ya Kinondoni, naenda kufanya biashara wilaya ya Ilala, naenda kufanya biashara wilaya ya Kinondoni, naenda kutoka nafanya biashara Kariakoo. Pale kuna mzunguko wa watu, utapata ndio biashara. Lakini kuna wakati pale Kariakoo pakawa sio sehemu yako. Katikati ya watu na wateja wengi pakawa sio sehemu yako. Na wenzako wote wakapata wateja, wewe usipate.
kwa sababu sio eneo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna eneo lako ambalo litakuwa sahihi wewe kupata kile unachotakiwa kufanya nini? Kupata. Kwa hiyo mazingira huwa yana play part kubwa sana. Mungu alitaka wana wa Israeli waende wakamfanyie ibada na wakajenge madhabahu. Lakini Mungu hakuona kama pale walipo ambapo ni Misri ndio sehemu sahihi. Bali Mungu alikuwa anawataka kuwatoa Misri awapeleke Kanaani ili wakamfanyie nini? Ibada. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hebu angalia wana wa Israeli kutoka Kanaani Misri mpaka kwenda mpaka ile eneo ambalo Mungu aliwaambia ni mwendo kulingana na tafiti mbalimbali ni kwa mwendo, yani kwa kutembea ni siku 40 wangeweza kutembea. Amen. Lakini wao walitembea miaka 40. Kwa nini? Hapo katikati kulikuwa kuna mambo kibao. Kulikuwa kuna somo wanafundishwa. Kulikuwa kuna vitu kibao. Lakini ilichukua siku 40 kwa wao kufika. Kwa hiyo kukaa sehemu ambayo sio sahihi kunaweza kukuchukua kukakukosti katika transition. Mungu anapoanza kukushift kukutransit kutoka ile eneo kwenda kukutoa eneo moja kwenda lingine, kunaweza kukaanza kulipwa gharama. Ndio maana kuna wakati mwingi tunasema na nishawahi kuzungumza hilo jambo, tumshirikishe Roho Mtakatifu katika kila jambo. Siseme kwamba mimi huwa napatia sana, pana. Anachonifundisha Mungu ndicho najua Mungu anataka nifundishe na watu wengine. Kwamba jambo lolote lile unaolifanya na unaolianza lazima ukae kikao na Roho Mtakatifu. Kabla hujakaa kikao na watu, kaa kikao na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata kama umesikia sauti au umehisi kwamba Mungu kaongea na wewe, rudi tena, ongea tena na Roho Mtakatifu. Kwa sababu sisi ni binadamu, tuna vita, tunazo vita tu. Kuna mambo mengi, yani mambo mengi yanaendelea kwenye maisha yetu. Kwa kuna wakati unaweza kusikia sauti ukafikiri umesikia sauti ya Mungu. Lakini kama umesikia sauti ya kwako au kama umesikia sauti zingine za nguvu za giza, ukawa umesikia yani hivyo. Kwa habari ya jambo fulani. Kwa hiyo unatakiwa kurudi tena magotini kumsikiliza Roho Mtakatifu. Lakini wakati mwingine Roho wa Mungu anaweza kawa amezungumza na wewe kabisa, nenda sehemu fulani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka kuua na kuharibu madhabahu za kwenu zinazokuzuia, kuharibu vitu fulani vinavyokuzuia. Kwa hiyo atakupeleka sehemu fulani ambapo utaingia katika shida fulani. Ile shida itakupelekea wewe kumtafuta Mungu, itakupelekea wewe kufanya maombi, itakupelekea wewe kuomba rehema, itakupelekea kufanya mambo mengi. Kwa hiyo katika yale maombi ambayo utakuwa umeyaomba, Mungu anakupa na extra bonus. Anakufungua kuliko akikutoa moja kwa moja na kupeleka sehemu sahihi, ndio, lakini unaenda na matakataka mengine pale. Uko sehemu sahihi lakini unacheleweshwa. Kwa hiyo anaweza Mungu akasema na wewe kabisa nenda sehemu fulani, au unaenda Mungu anazungumza na wewe kwa habari ya ndoa, mtu fulani ndio mtu sahihi, unakutana naye yule mtu, lakini humo ndani moto. Lakini kwa nini unakuja ule moto? Kwa nini anakuja yale matatizo na Mungu ndo kasema na wewe? Ni kwa sababu kuna vitu Mungu anataka kuua. Anataka kukusaidia wewe, anataka msaidie yule. Lakini sana Mungu anataka kukusaidia wewe. Yaani wakati mwingine unaweza kahisi kwamba Mungu anataka nimsaidie huyu, lakini Mungu ile video vinne vyote viko vinarudi kwako. Mungu anataka kusaidia wewe, sio huyo. Kwa hiyo yale maombi yote utakokuwa unayaomba yatakusaidia wewe na kizazi chako. Kwa hiyo watoto wako hawatapita katika hiyo njia ambayo umepita wewe. Labda kwa watoto wako ilitakiwa na wao kuna laana fulani ya ukoo ambayo watoto wako pia wangepita kwenye hiyo. Lakini kwa kile unachokipitia ni lazima utamtafuta Mungu. Ni lazima utatafuta namna ya kutoka. Na katika kutafuta ile namna ya kutoka, Mungu hakutoi wewe peke yako. Anakutoa wewe na kizazi chako. Anakutoa wewe na uchumi wako. Anakutoa wewe na huduma. Yani hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunataka tushukuru kwa kila jambo. Lakini katika kila jambo Mungu anaendelea kufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, ili na wewe uendelee kumjua huyu Mungu wako.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa kitu cha kwanza Mungu anachokifanya ni anakubadilishia mazingira. Kwa hiyo katika kuenenda kwenye hiyo baraka ni lazima uangalie mazingira. Muulize Mungu mazingira sahihi ya wewe kufanya kile unachotaka kufanya. Mazingira sahihi ya biashara, mazingira sahihi ya huduma, mazingira sahihi ya wewe kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati mwingine Mungu atakufungulia mazingira sahihi na utaenda kwenye mazingira ambayo yanatakiwa. Mazingira ambayo Mungu atayaruhusu. Amen. Kwa nini, kitu gani kilikuwa muhimu kwa Mungu pale ambapo aliwatoa wana wa Israeli kutoka kwenye ile nchi ya Misri kuwapeleka Kanaani? Kitu gani kilikuwa muhimu kwa Mungu? Ilikuwa ni madhabahu. Mungu aliona pale hawawezi kujenga madhabahu yangu, ila huku ninakowapeleka ndio nataka wajenge madhabahu yangu. Pale tayari kulikuwa kuna madhabahu zingine, pengine Mungu hakutaka hiyo. Alikuwa anataka wapeleke sehemu ambayo ni mpya, sehemu ambayo wakifika kule ni sehemu ambayo Mungu tayari alishatembea na baba zao. Yaani alishakuwa na fellowship na baba zao. Alikuwa tayari na ule ukaribu na baba zao. Kumbuka hawa ni wana wa Israeli. Israeli, yani Yakobo, hakuwa anakaa Misri. Wao walihamia Misri kama wahamiaji kipindi kile cha Yusufu. Kwa hiyo walihamia Misri kama wahamiaji. Kwa hiyo Mungu aliona ile sio sehemu sahihi. Alitaka warudi eneo lingine ambalo ni sahihi, ambao kule kuna pengine Mungu aliweka maagano na baba zao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana alikuwa anataka kuwapeleka katika yale maeneo. Ndio maana Yefta, tunamuona Yefta, Mungu alimwambia avunje madhabahu za kwao. Sasa kuvunja madhabahu ni mpaka Mungu akwambie kwamba uvunje madhabahu. Kuna maeneo Mungu atakwambia utakaa na utavunja madhabahu na utainua madhabahu ya Mungu. Lakini kuna maeneo Mungu atakwambia uondoke. Sio kwamba Mungu anaogopa mizimu na madhabahu za pale. Mungu atakwambia uondoke kwa sababu anataka kufanya jambo lile kwa haraka. Kukaa na kuanza kuvunja madhabahu leo, kesho kutwa, yani kuna mambo mengi sana hapo. Mungu atakwambia uondoke. Lakini kuna wakati mwingine Mungu atakwambia uvunje madhabahu ili uinue madhabahu yake. Lakini kuna wakati mwingine Mungu atakwambia atakutoa katika hilo eneo. Kwa sababu kuna madhabahu tayari. Anataka akuondoe kwenye hiyo madhabahu, akupeleke sehemu ambayo Mungu ataliweka jina lake hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe utamuinulia Mungu madhabahu na sehemu ambayo itakuwa permanent. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna siri kubwa sana katika kumjengea Mungu madhabahu pale ambapo anakuelekeza. Mungu atakuelekeza sehemu fulani. Mungu atakapokuelekeza utatakiwa kumjengea Mungu madhabahu. Hata hapo ulipo nyumbani kwako, umehamia, umepanga, mjengee Mungu madhabahu. Utakapomjengea Mungu madhabahu, kuna kitu Mungu atafanya. Kwa sababu kama si sehemu sahihi, Mungu hatakubali uendelee kukaa hapo. Atataka kuenda kupeleka mahali pengine sahihi sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo either umepanga au ni nyumba yako, embu jifunze kumwekea Mungu madhabahu. Kwamba ili ndio eneo ambalo mimi na wewe tutakuwa tukikutana na tukiongea. Sisi watu wa Mungu, watoto wa Mungu, hatunaga sehemu maalum ya kuongea na Mungu. Ni sawa, sehemu yote unaweza kuongea na Mungu. Hata ukiwa kwenye daladala, hata ukiwa wapi unaweza. Lakini kuna sehemu maalum ambayo unaweza ukamuinulia Mungu, kasema hapa lazima nikuinulie ibada. Kwamba kwa hiyo katika nyumba yako, lazima nyumbani kwako uwe unamuinulia Mungu ibada. Fanya nyumba yako iwe madhabahu. Lazima muinulie Mungu ibada. Omba, sifu pale sehemu yako. Kwa hiyo hiyo ni moja ya hatua ya kuzielekea baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo muinulie Mungu ibada, kwa sababu kuna siri kubwa katika kumjengea Mungu ibada. Na si kila mahali ambapo unaweza kumjengea Mungu ibada, kwa sababu kuna sehemu ambazo unakuta kuna mahali kuna madhabahu za bahari ambazo haziwezi kuangushwa mpaka uwe maelekezo ya Roho Mtakatifu. Na kuna sehemu ambazo Mungu anaona hapo ni vema ukaondoka.
Unajua kuna sehemu unaweza ukaenda lakini tayari kuna laana. Yaani unakuta kuna mtu alikaa eneo, alivyoondoka aliondoka kwa uchungu, akaacha maneno fulani pale. Kuna ushuhuda fulani ambao tulishawahi kutolewa, na mchungaji wangu alishawahi kutoa ushuhuda fulani kwa habari ya mtu fulani ambaye alianzisha huduma sehemu fulani. Alipoanzisha huduma kwenye ile eneo, hakuwa amenunua, alikuwa amepanga. Kwa hiyo mwenye lile eneo akaja akasema mimi, na ule mwenye lile eneo hakuwa Mkristo, akasema nauza ile eneo, kwa hiyo mimi nawataka nyinyi muondoke. Yule aliyekuwa amepanga pale, kumbuka kulikuwa tayari kuna madhabahu ya Mungu pale. Watu walikuwa wanakutana na Mungu pale, watu walikuwa wanakuja wanalia pale, watu walikuwa wanatoa sadaka pale. Huyo mkini wengine yaani unajua tena mambo ya Mungu. Kwa hiyo Mungu alikuwa amejiwekea madhabahu pale, akamtoa. Yule alipoondoka alihuzunika kwa sababu ile eneo tayari lilikuwa limewekwa madhabahu ya Mungu. Alihuzunika sana. Akamuomba na Mungu na akaomba rehema kwa habari ya lile eneo. Akaondolewa. Alipoondolewa sasa yule mtu akahamia sasa, si eneo lake, akahamia ile eneo. Ni mtu wa dini nyingine, akahamia kwenye ile eneo. Kwenda kuhamia kwenye ile eneo hakuweza kukaa. Hakuweza kukaa kwenye ile eneo, alijenga na hakuweza kuishi. Kwa sababu alivyokuwa akiisha anasema kila siku anasikia kelele. Anasikia watu wanaimba kwaya, watu wanasifu, watu wanaabudu usiku. Sasa anasema hao watu wanao nani, kuna kanisa wapi hapa? Mbona hamna kanisa? Anatoka usiku akienda kuangalia huko, hamna kanisa. Akirudi kulala anasikia kelele na nyimbo zote za sifa. Kwa hiyo akaona hii hali imekuwa ngumu sana. Akaleta na mashehe wake pale waje wafanye madua na wafanye nini. Usiku game inakuwa vile vile, anasikia tu sifa. Nafikiri malaika walikuwa wakiimba ile eneo. Kwa mwisho wa siku akaona hapa mimi siwezi kuendelea kuishi. Cha kufanya ni utafute wa Kristo ndio waje wafanye nini, waishi mahali hapa. Kwa hiyo akatafuta watu. Yaani kukata story short, yule mtu alirudi kwenye ile eneo na akalinunua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akarudi tena kwenye ile madhabahu. Kwa hiyo eneo la madhabahu sio kitu cha kuchezea sana. Na sehemu ya kuweka madhabahu sio sehemu ya kuichezea sana. Inahitaji uombe sana Roho Mtakatifu kuongoza kwa ajili ya eneo la kukujengea wewe madhabahu. Kwa hiyo unaweza kuona eneo ni zuri sana, eneo ni kubwa, eneo ni potential, eneo linafaa kwa kila kitu, lakini halifai kuweka madhabahu ya Mungu. Utajenga kanisa kubwa sana hapo, lakini patakuwa sio sehemu ya Mungu ambayo ameichagua. Kwa hiyo lazima kuuliza tena. Vitu vya Mungu haviendi kwa haraka kama vile tunavyopenda sisi hapa. Vinaenda kwa maombi, vinaenda kwa mifungo, kwa sababu ni vitu vya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vya hata tunapoenda kuishi, okay? Tunatakiwa kuomba Mungu. Unaenda kuhamia kwenye kazi mpya, mshirikishe Roho Mtakatifu. Hata ikitokea shida kwenye ile kazi, mwambie Mungu, mimi nikushirikisha kwenye ile, yawezekana nimekukosea, kuna kitu nimeenda tofauti na maelekezo yako. Mimi naomba unirehemu, naomba unisamehe na unifanyie njia. Mungu atakufanyia njia kwa sababu yeye aliyekupa nini? Maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sehemu ambayo unaweza ukaenda ukapata upinzani, ukapata ugumu sana wa kukua kiroho, ukapata ugumu wa kukua kihuduma, ukapata ugumu wa kuinua kukua kiuchumi, na ni sababu umeinua madhabahu ya Mungu. Na pengine sio eneo ambalo unataka kuiweka ile madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo lazima urudi mbele za Mungu na kumwambia Mungu, nipeleke sehemu sahihi, sehemu ambayo utanibariki. Na leo tunaenda kumwomba Mungu atuhamishe na atupeleke sehemu sahihi. Atupeleke sehemu sahihi ambayo, yani hiyo ni pamoja na mimi, sehemu sahihi ambayo ziko baraka zake, ziko baraka zako. Sehemu sahihi ambayo Mungu, either ni sehemu unayoabudu kanisani, au sehemu unayofanyia kazi,
au sehemu ambayo umeweka biashara yako, au sehemu unayoishi, au kama wewe ni mtumishi, sehemu unayofanyia huduma. Acha Mungu afanye anavyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo tutaenda kumuomba Mungu hilo ombi la kwamba Mungu atutoe na tupeleke sehemu sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutaiomba hiyo neema ya kutoka na kwenda mahali ambapo Mungu amepachagua, na tutaomba neema ya kuweza kumwinulia Mungu madhabahu katika ile eneo Mungu ambalo amelichagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kwa hiyo tumeona sababu ya kwanza na namna ya kwanza ya Mungu kuweza kukubariki ni kukutoa kutoka katika eneo moja kwenda sehemu sahihi. Kwa hiyo ili upate hizi baraka unatakiwa kutoka. Unatakiwa kufanya nini? Unatakiwa kutoka. Hiyo ndo sharti la kwanza. Unatakiwa kuwa sehemu sahihi. Kama uko sehemu sahihi utabaki hapo. Lakini kama hauko sehemu sahihi unatakiwa kutoka kwenda sehemu sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie Mwanzo 17 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitakufanyia agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abraham akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahim, kwani nimekuweka wewe uwe baba wa mataifa mengi. Kwa hiyo kitu kingine Mungu alichokifanya ni alimbadilisha Abraham jina kutoka Abraham kwenda Ibrahim. Kwa hiyo Ibrahim lilikuwa lina maana ya baba wa mataifa mengi. Kwa hiyo Mungu anachokifanya anakubadilisha jina kutoka mlaaniwa kwenda mbarikiwa, kutoka usiye na kitu kwenda uliye na kitu, kutoka kwenye usiyejulikana kuwa daktari kwenda kutoka kwenye usiyejulikana kuwa mwanasheria, kutoka kwenye usiyejulikana kuwa wakili, kutoka kwenye usiyejulikana kuwa mchungaji, yani Mungu anakuhamisha kutoka kwa wakili kuwa mchungaji, kutoka kwa mchungaji kuwa askofu, kutoka kwa mchungaji kuwa prophet. Yani kuna kila jina Mungu analo announce kwenye maisha yako limebeba baraka. Yani ukiona Mungu anakusemesha kwa habari ya jina jipya la maisha yako, kuna baraka na mafuta na neema yanaambatana na hilo jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu kingine Mungu atakufanyisha ni kukubadilisha jina. Kwa hiyo na leo tunamwambia Mungu akupe neema ya kukubadilisha jina. Kwa hiyo jina lako linaweza likabadilishwa jina lako la kuzaliwa, lakini jina linaweza likabadilishwa kwa maana ya nielezeje? Katika ulimwengu wa roho. Hii ni kitu Roho Mungu ananifundisha. Mimi sijawahi kwenda kwa waganga wa kienyeji, kwa wachawi nini. Lakini katika ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa giza, wakitaka kukubadilishia future, wakitaka kukubadilishia maisha, wanakuita kwa lile jina wanalotaka kukubadilisha. Sio kama unanielewa. Yani wanataka kukubadilisha wewe kuwa mzembe na mvivu. Wanachokifanya wanasema leo wewe utaitwa mvivu na mzembe, na wanakuita si mara ngapi, wanakuita jina lako mara kibao huku akifanya manuizo mzembe mvivu. Yani hilo ndio jina linakuja linashika maisha yako. Ili wewe utoke na kuwa kitu kingine, na Mungu naye huwa akikutoa anakutaja wewe sasa hivi ni mbarikiwa wangu. Mungu anakutaja wewe sasa hivi ni mwenye nyumba, anakutaja wewe ni mwekezaji, anakutaja wewe ni mtume, anakutaja wewe ni nabii, anakutaja wewe
Kwa hiyo yanaenda na yale mafuta. Lazima Mungu akuannounce. Mungu lazima akutambulishe anapotaka kukubadilisha. Anakuannounce, unayasikia kwenye masikio yako. Na announcement ikitoka, Mungu haannounce mtu kukupitia wewe mwenyewe. Mungu atakuannounce, atakwambia wewe ni fulani, lakini ataannounce sasa public. Lazima kuwe na mashahidi. Mungu akitoa announcement anakuwekea na mashahidi ambao watasikia kwamba amekuita mbarikiwa. Watasikia wewe ni mwenye nyumba, watasikia wewe ni mchungaji, watasikia. Kwa hiyo utaanza kuoperate katika yale mafuta. Na Mungu akisema na kikuita ili kianze kufanya kazi, kila anachokufanyia kazi lazima ukikubali kwa imani kwamba Mungu sasa hivi ameniita kufanya kazi fulani. Ikubali kwa imani, naanza kutembea na kumwambia Mungu niko tayari kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Niko tayari kuifanya, niko tayari kufanya kwenye mafuta. Nipe neema, nipe uwezo wa kwanza kufanya hiki ambacho nataka kufanya. Umeniita mimi ni fundi wa kushona mazulia. Mungu sasa nipe neema, nipe mafuta ya kwanza kuweza kufanya kazi ya kushona mazulia. Kwa sababu kila kupandishwa kwako na adui naye anatafuta namna ya kupandisha vita ili kukuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na wewe lazima ukae Mungu muonyeshe, mwambie Mungu nipe neema sasa. Ukaa kwenye haya mafuta ambayo umeniita sasa. Nilikuwa mahali napanga, sasa umeniita kwenye nyumba, ninaenda kujenga nyumba yangu. Kwa hiyo Mungu alimuita Ibrahim baba wa wengi. Ndio maana hili jina. Majina ambayo Mungu alikuwa anaita ni yale yalikuwa na maana. Yaani hilo ndio lilikuwa lina maana hiyo jina. Sio kama naeleweka. Yaani mfano tukiacha na majina yetu ya Kiingereza, of course yana maana, lakini nikianza kueleza hivi na naweza nisieleweke mpaka niseme kwa Kiswahili. Labda naitwa Taka. Taka sinaelewa maana yake nini? Sasa wewe ndio unakuwa taka. Au unaitwa Mtupeni. Kama kile kitu kimetoka kwenye ulimwengu wa roho, my dear, utakuwa hivyo hivyo. Unless jina tu lilitolewa la utani la nini, au lilitolewa tu hivyo, kwa sababu unaweza ukaitwa Baraka na usiwe Baraka. Unaweza ukaitwa Nuru na usiwe Nuru. Unaweza ukawa unaitwa jina gani? Majina mazuri kabisa na usiwe hivyo. Kwa sababu ile jina sio kwamba limetoka rohoni. Sio kwamba limetoka kwa maagizo ya kimungu au nini. Lakini jina tu ambalo wazazi waliamua kukupa. Na uwezo ukapata hiyo baraka. Au kama ni jina ni baya, ndio ni baya, lakini haikutoka kwa maelekezo ya nguvu za giza, kutoka rohoni. Kwa hiyo unaweza ukaitwa Taka na usiwe takataka. Ukaitwa Holela na usiwe holela kama usiwe na mambo ya holela tena ndio ukawa organized. Yaani unaitwa jina si holela. Jina holela linaonekana ni kwa Kiswahili ni hovyo. Lakini ukawa katika maisha yako hauko ovyo. Kila ndio ukawa organized, yani mambo yako yanakaa safi, yanakaa vizuri. Kwa hiyo ile jina sio kwamba lilitoka kwenye ulimwengu wa roho. Ni jina ulijipa tu. Au ni jina walipewa tu na wazazi. Si ndio lilikuta. Kwa hiyo sio kwamba tu kwa sababu ile jina linamaanisha hivi nikalifute. Unless kama unajiita Lucifer. Yaani kuna mtu alishawahi kuitwa mpaka nikashangaa huyu mzazi aliamua kuita mtoto Lucifer. Alikuwa anafikiria nini? Yaani kabisa unakaa unaita mtoto shetani. Yaani unakuwa unaharibu maisha ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anakubadilisha jina. Kwa hiyo kitu cha pili tuende tukamwambie Mungu tubadilishe jina. Mungu nibadilishe jina. Mimi enough is enough. Nimechoka kuitwa Tasa. Nibadilishe jina. Nipe jina la anaye mwenye watoto wengi. Niondolee ile jina la kuwa Tasa. Sara alibadilishwa jina. Aliitwa Sarai kwa sababu Mungu alikuwa amepanga kumbariki kuwa na watoto. Alimtoa kwenye jina la utasa. Enough is enough Mungu. Sitaki tena kuitwa jina la asiye na kazi. Leo mimi nataka kuitwa mwenye kazi. Enough is enough, mimi nataka kuitwa bosi sasa hivi. Enough is enough Mungu. Mimi nimechoka kuitwa single.
Nimechoka kuitwa single mother, nimechoka kuitwa single. Mimi ninataka kuitwa yule aliye na mume. Kama Siba. Aliyeachwa, nimechoka. Sasa hivi nataka kuwa Ziba. Nataka kubadilishwa jina. Mungu nibadilishe jina. Nimechoka sasa hivi kuitwa asiye na biashara, asiye na kitu. Nimechoka kuitwa maskini. Hakuna kitu kibaya kama maskini. Yaani unajua, yaani ukishakuwa maskini kuna udharauliwa, uonekaniki. Yaani unasema mimi nimechoka hii hali. Na mimi nataka kuitwa mwenye kibali. Na mimi nataka kuitwa mwenye vitu. Na mimi nataka kuitwa tajiri. Ninataka nibadilishe jina. Kwa hiyo leo maombi yetu ya pili ni kubadilisha jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, Mungu anafanya agano. Haleluya. Mungu alipotaka kumbariki Ibrahimu alifanya agano na yeye. Na agano hili tunalisoma katika ile Mwanzo 17 mstari wa 10. Hili ndilo agano langu utakalo lishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume wa kwenu atatahiriwa. Mtatahiriwa nyama ya govi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Kwa hiyo Mungu anapotaka kukubariki, Mungu anapokubariki anafanya agano. Anafanya agano. Mungu alifanya agano hapa na Ibrahim. Na agano hilo lilikuwa ni kutahiri. Mungu anapofanya agano anatafuta nini? Mungu anapofanya agano anatafuta utii. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapotafuta agano anatafuta utii. Kwamba huyu mtu kama atanitii na atafanya haya ambayo namwambia, nitambariki. Tunalo agano sasa hivi ambalo ni agano la damu ya Yesu Kristo. Hilo ndio agano letu. Na katika hili agano tunachotakiwa ni kutafuta ufalme wa Mungu kwanza, ndipo tubarikiwe. Katika ulimwengu wa roho lazima kuwe na agano, na lazima kuwe na maelekezo au kuwe na hii tunahitaji kama sheria au polisi za kufuata nyuma ya ile agano. Yaani sio agano peke yake, lazima kuna vitu vya kutakiwa kufuata. Yaani hata watu ambao wanaenda kwenye nguvu za giza huko kwenda kutafuta utajiri, lazima wafanye magano. Na watafanya agano, wanaweza wakafanya magano ya damu. Unaambiwa ulete, unatakiwa kumuua mama yako hapa, unatakiwa kumuua, unatafutwa moyo. Kwa sababu ile ndio mama yako unampenda, ndio aliyoko peke yake. Ndio maana wazazi wanatakiwa kuombea sana watoto wako. Usipoombea siku atakuja kukutoa wewe mwenyewe kafara. Yaani wanatakiwa kuombea wanao sana. Kwamba Mungu asaidia watoto wasichoke. Kitu cha pili, Mungu asaidia watoto wasijiunge na magrupu yasiyo sahihi. Mungu ninaomba uwasaidie na uwaepushe watoto wangu wasije wakaingia katika magrupu yasiyo sahihi. Wasije wakaingia katika imani potofu. Wasije wakaingia katika imani zisizo sahihi. Mungu wasaidie watoto wangu watoke, wasaidie watoto wangu wapate kazi, wasaidie watoto. Usipoombea huyo mtoto wako ambaye unaona anahangaika sana, kuna siku atahangaika sana mpaka ataenda kuhangaika kwa waganga wa kienyeji. Atakapofika kule kuhangaika kwa waganga wa kienyeji ataambiwa kutoe wewe. Kwa hiyo unatakiwa kuwaombea watoto wako kwa mzigo. Kwamba hawa watoto wangu hata watakapokuwa wameweka miguu yao kwenye madhabahu za giza wakataliwe. Mungu, mimi popote anakoenda kijana wangu naenda naye katika roho, sio katika mwili. Naenda naye katika Mungu wa roho, in the mighty name of Jesus. Anapokanyaga ni mguu wangu umekanyaga, na mimi mguu wangu Mungu ninauweka moto na nguvu yako. Akienda kwenye madhabahu za giza, Mungu amtapike, akataliwe. Atakapoenda kule kwa waganga akataliwe, atapigwe, afukuzwe, atolewe, abalaswe. Kwamba hatutaki, toka. Yako hayo maombi ambayo unaweza ukaomba wewe kama mama.
Mungu, mtoto wangu anapoenda, atakaposhika shisha, umbane kifua siku hiyo, umbane kweli kweli mpaka aache hiyo shisha. Mungu, mwanangu atakapochukua ile sigara, najua kwamba anawezekana anavuta, yawezekana amechukua, yani atakapochukua zile sigara, mpige. Mungu mpige. Wakati mwingine hatuelewi mpaka viboko, yani hatuelewi mpaka vinini, viboko. Kwa hiyo wewe una mamlaka, yule uliye naye ni mtoto wako, una mamlaka na unaweza kumwambia Mungu kitu anachotakiwa kufanya, yani kitu ambacho kinatakiwa kimtokee anapoamua kuiacha njia ya Mungu, kwamba mimi nimemfundisha huyu mtoto katika njia ipasayo. Njia yako Mungu, huyu mtoto Mungu unamjua, Mungu huyu ulikuwa tayari umemuandaa, huyu najua ni mtumishi wako. Mungu, wewe unasema katika neno lako kwamba unatuangalia katika viganja kama unavyotuka, yani hapa na umetufanya sisi mboni ya jicho lako. Huyu alishakukubali wewe, huyu alishakukubali wewe na ana agano na wewe. Mungu, huyu ni mboni yako, unaruhusu vipi mishale ingie katika mboni ya jicho lako? Baba, ninaomba huyu mtoto bangi hizi anazovuta, akivuta kesho kutwa, pige. So ampige kiasi cha yeye kuanza kutamani kujiua, ampige kiasi cha yeye kujua kwamba ni bangi ndio zimesababisha. Sio kama unanielewa. Ajue kwamba ni pombe ndio imesababishia. Yani aelewe kabisa kile kipigo kimesababishwa na ile pombe. Aelewe kabisa kile kipigo kimesababishwa na ile bangi. Aelewe kabisa kile kipigo kimesababishwa na yeye kutamani kwenda kwa mganga wa kienyeji. Aelewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukamdemand hiyo na ukamwambia Mungu kwa namna hiyo. Kwa Mungu kitu cha kwanza anaweka agano na wewe. Na sisi tuko kwenye agano la damu ya Yesu. Kwa hiyo unapokuwa umeokoka, tayari umeshaingia Kanaani. Tayari umeshaingia kwenye baraka. Cha kufanya sasa, wewe umeingia kwenye baraka tayari. Cha kufanya ni namna ya kuzichukua sasa zile baraka. Na namna ya kuzichukua zile baraka kuna mambo mengi ambayo haya mengine nimeshayataja, lakini kuna mengi ambayo neno la Mungu linasema kwamba unatakiwa kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na mengine utazidishiwa. Unapotaka baraka za Mungu, sio baraka za mizimu wala sio baraka zingine, za Mungu, unatakiwa utafute kwanza ufalme wa Mungu. Yaani unatakiwa kumtafuta Mungu. Unatakiwa kumjua sana Mungu. Na unamjua Mungu kwa namna gani? Unajua Mungu kwa kusoma Biblia. Unamjua Mungu kwa kujifunza neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo utakapomjua Mungu. Huwezi ukamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Huwezi ukamjua Mungu tu kwa wewe kwenda tu kanisani. Unatakiwa kuwa na kitu kinaitwa personal relationship. Mahusiano ya binafsi na Mungu. Ndio unatakiwa kuwa naye. Unatakiwa kuwa na mahusiano binafsi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu atafanya kwa sababu umetii. Umeitii neno lake kwamba unatakiwa kumtafuta yeye kwa bidii. Ukiacha kazi zako unazozifanya binafsi, mtafute Mungu kwa bidii. Tamani kumfahamu Mungu, tamani kumjua Mungu. Na sio kujua vifaa vya upako. Na sio kutamani kujua vitu vya upako. Kuna vitu vingine vinafanyika kinabii na huwa vinafanyika kwa maelezo ya Mungu. Kwamba Mungu anaweza akanielekeza, pengine umekuja kwa ajili ya maombi. Sasa mtumishi wa Mungu, niko katika shida fulani, nahitaji maombi. Sawa, tunakaa tunaomba. Hapo Roho wa Mungu ananiongoza kwamba huyu, hebu mshike mkono. Nitakushika mkono. Tutaomba. Au Roho wa Mungu akaniongoza akaniambia, huyu chukua beseni mnawishe miguu. Hiyo ni Roho wa Mungu ameniongoza kwa saa hiyo. Lakini haimaanishi kwamba ile kunawisha miguu sasa ndio inakuwa uongozi wa Roho wa Mungu kila siku. Kwamba inakuwa kama vile ndio kwenye katiba yetu sisi tunawisha miguu. Unless kama Roho Mtakatifu naye anaongoza hivyo kwa kila, maana sasa siwezi kumwekea mimi kama mimi nikamwekea Roho Mungu mipaka hapana. Roho Mungu kweli anaweza akafanya hivyo, akakwambia ufanye hivyo ndio ikawa ibada yako ni kufanya hivyo. Lakini acha Roho Mungu atakapofanya hivyo,
lazima neno, maana wakati mwingine unaweza unazisikia roho nyingine, neno la Mungu ndio litawale. Kwanza upendo wa Mungu lazima uwepo, utakatifu, upendo wa Mungu katika hilo eneo, utakatifu katika hilo eneo, na watu kusisitizwa kwa habari ya utakatifu, watu kusisitizwa kwa habari ya upendo na kumpenda Mungu, na sio kumpenda mwanadamu au kumpenda mchungaji. Mchungaji anapendwa tu, ufanye chochote, yani chochote kile, yani sijui niseme nini. Mungu anampaga neema mtumishi ambaye yuko kwenye madhabahu, huwezi kukataa yule mchungaji asipendwe. Yani hata wewe mwenyewe ukiwaambia watu, jamani mimi msianze kunifanya kama Mungu wenu. Watakuweka tu kwenye profile, watakuweka kwenye magari. Wakitoka kombele kutoa ushuhuda watakutaja, huwezi kuzuia. Lakini wewe mwenyewe unatakiwa kuanza kukizuia kile kitu. Sijui nisemeje, usije ukafanya watu wa kuabudu. Wewe tafuta namna ya kuzuia watu wasikuabudu, kwa sababu kupenda utapendwa tu. Ukishakuwa mchungaji na umegusa maisha ya watu, neema ya Mungu inakuwa juu yako. Watu wanamuona Mungu kupitia wewe, lazima watakupenda. Lazima wataanza kufanya kila kitu kile ambacho mtu anampenda. Yani mtu anafanya mambo ambayo hata mke wake au mume wake amfanyii. Yani mambo ya upendo, yani kimaanisha mfano kuweka kwenye profile hajaweka mume wake, hajaweka mke wake, kaweka mchungaji. Kamweka sijui kwenye kitu gani. Kwa kutakuwa na ule upendo ambao watu watakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Turudi kwenye neno, nimeongea vitu vingi ambavyo kwa Mungu atafanya agano kama vile Mungu alifanya agano na Ibrahim. Kwa hiyo wewe uko kwenye agano la damu ya Yesu, lakini Mungu anaweza akafanya agano na wewe tena lingine. Mungu anaweza akafanya agano la wewe kwamba kuanzia leo nataka uishi katika maisha haya. Agano la kuishi maisha ya utakatifu. Au nataka ufanye kitu fulani. Yaani kuna maelekezo Mungu anaweza akakupa ambayo mbele yake ni kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kukubariki. Bwana Yesu na yale maelekezo yakawa ni agano, kwa sababu utakapotii inamaanisha Mungu atakwambia fanya kitu fulani afu mimi nafanya kitu fulani. Hilo linakuwa ni agano. Yaani mnakuwa mmeingia katika contract, mkataba. Fanya hiki afu mimi nafanya hiki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anachokitafuta, anatafuta utii na anatafuta moyo wako. Na ndio vitu ambavyo shetani pia anatafuta. Anatafuta utii na anatafuta moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati mwingine kunakuwa na sauti ambazo zinasikika lakini sio za kimungu, anataka uzitii. Na wewe unatakiwa usizitii. Kuna mtu mmoja alishawahi kutoa ushuhuda kwamba kuna mtu alikuwa ana operate akijua ni roho wa Mungu anazungumza naye, lakini kumbe ni mizimu ndio ilikuwa anazungumza naye. Yaani yeye kwa jinsi alivyokuwa akifanya huduma akawa anafikiri ni roho wa Mungu anamtumia, lakini kumbe ni roho za mizimu. Sasa ukikua kiroho ndio utajua kwamba hii roho inayozungumza nami sio roho ya Mungu, kwa sababu inakutoa nje ya neno. Mungu hakutoa nje ya neno lake. Roho yote inakutoa nje ya neno lake na kukupa maelekezo nje ya neno la Mungu. Lazima ujiulize hii roho kama ni roho ya Mungu. Mungu aseme chochote nje ya neno lake. Kama atakwambia neno lolote Mungu, ni kwamba atakutokea kwa ishara. Kama vile Bwana Yesu alipofufuka, kuna miaka mingi hapa katikati alikuwa akiendelea kuwatokea watu wanafunzi wake, watu kabla hajapaa alikuwa akiendelea kuwatokea watu. Na hata alipopaa, hata sasa hivi Mungu anaweza katuma malaika au Yesu mwenyewe akaja kukutokea na kukupa maelezo fulani, kama alivyomtokea Paulo na kuongea naye. Mungu anaweza akatokea kama hivyo na kukupa maagizo fulani, au akamtuma malaika wake na akakupa maagizo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nilikuwa nautafuta huo mfano. Kuna ushuhuda fulani nishawahi kusikia. Nikawa na jaribu kutafakari niweza nikakupa huo mfano kwenye kutokana na huo ushuhuda. Kwamba kuna sauti ambazo zinasikikaga ambazo zinakuwa sauti za kimungu, unaweza ukafikiri ni Mungu anaongea na wewe. Kwa hiyo namna ya kuweza kupima, lazima upime kupitia neno lake. Lakini sio kupitia neno lake, pima kupitia matunda. Kwa sababu lazima kila Mungu anachokisema kizae tunda la Roho. Ukiona kizai tunda la Roho, na tunda la Roho unalielewa, kuna upendo, kuna utu wema,
Angalia matunda ya Roho kwenye Biblia. Hicho unachokifanya hakizai tunda la Roho, lazima urudi tena kwa Mungu, kwamba inawezekana hakikuwa kimetokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizi ni namna ambazo Mungu anaweza akafanya, na hizi ndio baraka za Ibrahim. Ndio maana nimelita neno saha ya baraka ya Ibrahim. Na leo Mungu yuko tayari kukupa baraka ya Ibrahim. Mungu yuko tayari kukubariki. Kwa nini? Kwa sababu tukirudi kwenye ile Mwanzo 12, Mungu anasema, na anasemaje? Ngoja tuangalie. Mwanzo 12. Mstari wa 3. Nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Nani? Jamaa zote za dunia watabarikiwa. Sasa ukisikia jamaa zote za dunia unamaanisha nini? Inamaanisha ni kila mtu kupitia Ibrahim atabarikiwa. Kwa hiyo wewe upo, mtoto wako ambaye hajaokoka yupo, nani yupo. Ndio maana watu wakishafuata principles za Mungu anaweza akawa hajaokoka na akapata baraka ya kimungu. Simaanishi baraka za kipepo, baraka za kimungu. Kuna watu wanabarikiwa kwa baraka zingine za kishetani, wanapewa na maelekezo, lakini wanaongea baraka za Mungu. Kama mtu anaweza akawa ni mtu ambaye ni fisadi kabisa, yani halijaokoka kabisa, lakini lina baraka. Lakini ukimwangalia huyo mtu ambaye hajaokoka, anapeleka sadaka kanisani, anawabariki watumishi wa Mungu, anabariki, anajenga yaani kasoro Yesu tu ndo hajampokea. Yaani kasoro mbingu tu ndo hataenda, lakini duniani amebarikiwa Bwana. Principles zote za kubarikiwa anazo. Principles zote za kubarikiwa, utoaji, sijui vitu gani, vyote anavifanya. Anapata hizi baraka za Abraham. Mungu alipozungumza na mimi nilikuwa nimeshangaa, ananiambia nikafundisha kuhusu Abrahamic blessings. Nikasema hizi Abrahamic blessings ni zipi? Hizi Abrahamic blessings ni baraka ambazo ni zetu wote. Sisi wote tumetoka kwa Ibrahim. Unless, maana kuna Ibrahim, kuna wengine hawajatoka kwenye uzao wa Ibrahim, kumbuka. Kwa hiyo kupitia yeye jamaa zote za dunia, ina maana wote. Wewe utakayezaliwa kesho, utakayezaliwa kesho kutwa, tayari na baraka za Ibrahim. Ni yeye kutembea katika ule mlolongo wa principles za kimungu. Akishatembea katika ule mlolongo wa principles za kimungu, anachukua hizo baraka. Kwa hiyo na wewe pia uliokoka, ukitembea katika hizo principles kwanza za kimungu, lakini kutembea sana neno lake, utapata hizo ambazo amezipanga, ambazo ni baraka za Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizo ndio baraka za Abrahamic blessings. Ni baraka za Ibrahim ambazo unatakiwa na wewe kuzipata. Unatakiwa na wewe kuwa nazo. Natakiwa na mimi kuwa nazo. Natakiwa na mimi kutembea nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo mimi nilikuwa nataka tuombe maombi matatu. Kwanza tuombe neema ya kutoka na kwenda mahali Mungu alipotuchagua. Hilo ndio ombi letu la kwanza. Twende mbele za Mungu tukamwombe Mungu atupe neema ya kutoka na kwenda mahali ambapo Mungu ametuchagua. Hebu sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, nashukuru kwa maana nimelisikia neno lako. Na kama ulipombariki Ibrahim, ukampa mali nyingi, ukambariki na uzao, na ukampa mali nyingi, ninaomba unipe neema ya kunitoa. Kama sehemu niliyopo sio sehemu sahihi, sehemu ninayoishi sio sehemu sahihi, sehemu ninayofanya biashara sio sahihi, sehemu ambayo ninafanya huduma sio sehemu sahihi, ninaomba unitoe na unipeleke sehemu sahihi ambayo ina baraka zangu, sehemu ambayo utaniinua, sehemu ambayo utaniongeza, sehemu ambayo utanisababisha mimi niwe baraka kwa wengine. Ninaomba unipeleke sehemu hiyo. Ninaomba uniondoe katika ile eneo na unipeleke sehemu sahihi. Uniondoe na kunipeleka sehemu sahihi. Kama niko sehemu sahihi, Mungu nipe neema ya kukubariki, kukujengea madhabahu, kukuwekea madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe neema ya kumwinulia Mungu madhabahu. Mwambie Mungu: Baba, katika jina la Yesu, nimesikia neno lako.
ninatamani sana nikuinulie madhabahu. Ninaomba nipe neema kukuinulia madhabahu. Hapa nilipo ninapoishi, katika ofisi yangu ninapofanya kazi, ninaomba nipe neema ya kukuinulia madhabahu. Niwezeshe na unisaidie niweze kukuinulia madhabahu kila siku na kila wakati. Nipe hiyo neema katika jina la Yesu. Nisaidie Bwana niweze kukuinulia madhabahu. Rebo shata karabasika. Rebo shakataya. Nipe hiyo neema ya kuweza kutoka. Nipe hiyo neema ya kuenda sehemu nyingine. Nipe hiyo neema ya kuhama. Nipe hiyo neema ya kuhamishwa. Nipe hiyo neema ya kupelekwa eneo sahihi. Nipe neema ya kusikia na kujua kwamba hili ndio eneo sahihi. Ribo satekere basaya. Rikataya masika rabasaya. Nipe neema Bwana ya kunipeleka nitakapoinuliwa. Nipe neema ya kupelekwa kwenye viwango vingine vya tofauti. Ripo shata kasaya. Mungu ninaomba ukanibadilishe jina. Nipe jina linaloingana na maisha yangu. Ninaomba Bwana ukanifungue na ukanirejeshe iwapo hatima yangu ilichukuliwa, jina langu liliibiwa. Nirejeshe hatima yangu. Nirejeshe hilo jina langu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Leo hii ninachukua jina langu, ninachukua hatima yangu kokote walikoificha. In the mighty name of Jesus Christ. Let the rain fall. Ninaomba hiyo mvua ya baraka ikanyeshe juu yako. Hiyo mvua ya baraka ikanyeshe juu yako. Ribo sata karabashika. Ribo shata karabasaya. Riba sete kerebushika. Mungu katupe neema. Baba ukatusaidie. Mungu ukafanye jambo. Ukatutoe katika magumu. Ukatutoe katika vita. Ukatutoe katika hii hali ambayo tunapata. Baba, sisi tunatakiwa kubarikiwa kama vile Ibrahimu alivyobarikiwa. Ninaomba Mungu hiyo baraka ya Abraham ambayo aliipata iwe juu yangu katika jina la Yesu Kristo. Hiyo baraka ya Abraham ambayo aliipata iwe juu yangu. Baraka katika uzao wangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nipeleke sehemu sahihi. Nipe neema ya kujenga katika eneo sahihi. Nipe eneo ya kujenga katika eneo sahihi. Ribo shete kerabasata. Ribo shata karabasika. Nipe neema ya kujenga katika eneo sahihi. Nipe eneo ya kujengea madhabahu katika eneo sahihi. Ribo shate kerebo shata. Ribo shata karabasika. Rikama sete kerebasaya. Nipe hiyo neema ikamanda ya saya Baba. Ribo shete kerabasaka. Nipe hiyo neema Mungu ya kwenda katika ofisi sahihi, ya kwenda kuweka biashara sehemu sahihi. Ribo shakataya basika. Rikataya masika taya. Nibadilishe jina Bwana. Niondolee hili jina la kuitwa umasikini, jina la kuitwa msioweza, jina la kuitwa tasa. Nibadilishie hili jina Bwana na ukanipe uzao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ripo shata kasaya. Nimeitwa kwa siku nyingi mtu asiye na kazi. Mungu badilisha jina langu kanipe kazi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ikarapo shata karabasika. Ripo shanda rabasika taya. Riko taya masika. Rebo shanta rabasika. In the mighty name of Jesus. Muahidi Mungu. Ni nini utamfanyia Mungu? Muahidi Mungu. Weka agano na Mungu. Weka agano na Mungu kwa habari ya maisha yako. Rikamanda ya sete rebo shata karabasika. Rebo shikataya masikataya. Reba shete kerabakataya. Rebo shata karabo. Rikamasikataya basika. Haleluya Baba, ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba baraka yako ikawe juu yao. Baraka yako Mungu ikawakalie kichwani. Baraka yako Mungu ikawafuate kila wanapoenda. Mungu ukaondoe laana katika maisha yao katika jina la Yesu. Na kila roho na sauti zote ambazo zinawafuatilia, ambazo sio sauti za kimungu, katika jina la Yesu zikapate kuwaachia sasa katika jina la Yesu. Kila sauti ya mzimu, kila sauti ya kipepo ambayo inamfuatilia, inasema naye, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, hiyo sauti ninainyamazisha leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Toka ukamwachie mtu huyu. Toka ukamwachie mtu huyu. Toka ukamwachie mtu huyu. Umasikini, toka ukamwachie mtu huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nguvu za giza zinazomfuatilia,
kwa jina la Yesu Kristo, zikamwachie sasa, in the mighty name of Jesus, akawe huru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila vifungo ambazo amefungwa, minyororo amefungwa, amewekwa katika mti. Ninaona kama vile kuna mtu amefungwa minyororo afa amewekwa katika mti, yani amechakaa, yani kama vile kichaa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakutoa huko kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ni mwanamume, ninakutoa huko kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninakutoa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninaagiza malaika wakufuate paka hapo ulipo, wakakukate hiyo minyororo. Ninaagiza hao malaika wakakate hiyo minyororo, wakutoe katika huo mti na kuondoka katika umaskini na hiyo laana na hiyo roho ya ukichaa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaagiza moto ulao kwa jina la Yesu utolewe hapo ulipo katika jina la Yesu Kristo. Toka katika jina la Yesu na kuondoa katika huo mti na kuondoa katika hicho kifungo kwa jina la Yesu Kristo. Ukawe huru katika jina la Yesu, ukawe huru katika jina la Yesu, ukawe huru in the mighty name of Jesus Christ. Asante Roho Mtakatifu, asante kwa maana umeweka watu hawa huru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Ikiwa hujaokoka na unataka kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndio wakati wako sahihi wa kuokoka. Saa ya wokovu ni sasa. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba rehema. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote na kila uovu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu na andika jina langu katika kitabu cha uzima. Katika jina la Yesu Kristo leo nimeokoka. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue sana. Mungu awe pamoja na wewe. Mtafute sana Mungu. Tafuta sana kumjua Mungu. Shalom, shalom.